Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba askari 6 wa akiba wameripotiwa kufariki dunia na wengine 4 kujeruhiwa baada ya kuvamiwa kambini mwao katika kaunti ya Garissa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Uvamizi huo umefanyika Jumapili asubuhi huku wanamgambo hao wakidaiwa pia kutumia silaha hatari kutekeleza mashambulizi yao. Wakati huo ndege ya uchukuzi wa mizigo iliyosajiliwa hapa nchini imeripotiwa kuanguka nchini Somalia na kusababisha maafa ya watu 5 wakiwemo raia wa Kenya. Ken Geshuhi anaarifu zaidi. Jumapili asubuhi majangili wanaoshukiwa kutoka kundi la Al-Shabaab waliripotiwa kuvamia kambi ya askari wa akiba ya Biamado, kaunti ya Garissa, kilomita chache kutoka mpaka wa Kenya na Somalia. Kulingana na ripoti ya polisi, majangili hao walitekeleza uvamizi huo wakitumia silaha hatari na kusababisha maafa ya askari 6 wa akiba, huku 4 wakinusurika na majeraha mabaya. Idara ya polisi ilitangaza kuanzishwa kwa operesheni ya kuimarisha usalama na kuwasaka majangili hao, magaidi 2 wa Al-Shabaab wakiuawa na mmoja wao kujeruhiwa vibaya. Uvamizi huo unajiri siku chache baada ya ubalozi wa Marekani hapa nchini kutoa tahadhari kwa raia wake siku ya Jumanne na kuwaonya dhidi ya kuzuru kaunti zinazopakana na Somalia, ikiwemo Garissa, kutokana na hatari za ugaidi. Kwingineko, Wakenya 5 wakiwemo marubani na wahandisi wa usafiri wa ndege wameripotiwa kuaga dunia katika mkasa wa ndege nchini Somalia. Mamlaka ya usafiri wa angani nchini Somalia imetangaza kuwa ndege ya kusafirisha mizigo aina ya DHC-5D Buffalo yenye nambari ya usajili 5YRBA ya kampuni ya Trident Aviation iliyosajiliwa hapa nchini ilianguka eneo la Jazira, kilomita chache kusini magharibi mwa jiji la Mogadishu siku ya Jumamosi saa 11:43 baada ya kukumbwa na hitilafu za kimitambo. Ripoti ya awali inadokeza kuwa ndege hiyo ilikuwa inarejea Mogadishu baada ya kusafirisha bidhaa muhimu kwa wanajeshi wa Umoja wa Afrika eneo la Dobli. Miili ya 5 hao ilitarajiwa kusafirishwa hadi jijini Nairobi Jumapili. Ken Geshuhi, KTN.